Njibanaki, yani unanichosha kweli yani unanifanya mimi napagawa kweli yani mimi nakupenda yani kichizi yani. Alafu mimi nije kukuacha hiyo sahau, siwezi kukuacha hata kidogo. Mimi na wewe milele, kufa na kuzikana. Watu wenyewe wanajua sasa habari zao wanafyotwa kabisa. Mpenzi wangu yani umetoka chicha, yani umetoka kama yani kijana fulani yani kama Beyonce labda kwa mfano. Nikasema hivi yani ukivaa hivyo wewe unaniua kweli, yani umekuwa kama kitoto cha miaka 18 hivi yani hatari uko benki kojetu wanakutamani jamani. Baby bwana, acha kunifurahisha, mimi ndo vitu vyangu hivi, japokuwa wewe hujawahi kuniona nikivaa hivi, lakini mimi ndo zangu napigaga vitu kama hivi. Yani mimi napopenda kuvaa, yani napenda kuvaa nikiambatana na wewe. Umeona mwanamke uvae bwana. So mpenzi wako kavaa vizuri suti kama hivi afu unaenda benki uwe mchafu, hapana. Hala usijali, nenda kwa ndo mwanzo baby, wala sio mwisho. Nitavaa vitu wewe mwenyewe utablow. Ube basi mimi kwa sijuagi kama wewe unapiga vitu kama hivyo. Basi ndo safi, wewe ndo unapenda kweli ndio kweli najichanua mimi kwa napenda na ukweli. Mwenyewe napenda sana yani uko vizuri, lakini ujue na je shepu na sura yako inachangia. Sura nzuri sana yani uko pili yani jamaa wewe kama amekosa vitu vitabu kutoka kwako. Wewe chamshangaa kweli. Sasa nisikilize mjomba bana, tayari yule jamaa tayari nimeshamwambia sawa bana, amesema anakuja tena, nimemcheki hapa mapema tu, ndio maana nikakwambia tumsubirie, wala haina haja ya kwenda mbali, umenielewa bana? Tumsubirie hapa kwamba haina haja ya kwenda kwake, umenielewa bana mjomba? Kanaambia anakuja mida ya saa 4, kwa hiyo tusubiri hapa tupate kuongea naye bana, ili mambo haya tumalize mapema. Ina shida bana, ina shida yote. Kijambo yote kaifanya haraka. Kama amesema anakuja saa 4 basi aje saa 4 kweli. So saa 4 ya Kiswahili tena saa 4 saa 7 tunakawe bila mpango wote. Basi ngoja tusubiri basi kama ulivyosema. Sawa bana, hakuna shida yoyote bana, hakuna tabu yoyote bana. Sawa bana, najua atakuja muda si mrefu hapa. Basi sawa bana mjomba. Sasa cha kufanya hapa, ngoja tufanye mazingira kwanza ya chai hapa. Tunywe chai hapa, hata kama akija mgeni hapa bana, tunakuwa tayari tushamaliza kunywa chai na yeye ataandaliwa kitu chake bana. Sawa bana mjomba bana. Basi ngoja mimi niende zangu ngafanye maandiko kule nani wapi? Nikapike chai, nikachemshe chai na nini. Sawa bana. Bana, wewe nisubiri hapo. Hata kama akija mtu akigonga hapo basi wewe mruhusu aingie. Haina shida mjomba. Wewe nenda tukaandae mazingira kweli mapema ili kila kitu kiishe basi mapema ili tusisubirie bana. Sawa bana. Bwana nataka nimalize kila kitu mapema kama Mungu vile. Yaani nimekaa muda mrefu kweli yani, lakini nadhani huko kwa mambo mazuri unajua. Mpaka Kipala amenipigia simu. Mala Kipala kinipigia simu ujue mambo yako vizuri. Kaniambia yuko na mjomba yake huko. Basi itakuwa mambo vizuri zaidi. Ngoja nikaongea nao kwanza niwasikilize. Nijua ananiambia nini, lakini mimi najua mke nitapata tu. Japokuwa sijamuona yule mke mwenyewe, lakini atakuwa mke mzuri anaonekana kabisa yani idea anaonekana vizuri kabisa. Yani nitashukuru kweli yani kwa kupata mke kama huyu, maana nimekaa muda mrefu kweli bila mke. Yule kikalagosi yule simtaki kabisa, aende zake kabisa. Nilikuwa huyu tu nikimweka mole ndani mole, yule pale akiniona mwenyewe atatimua. Yani hata bila kumpata laka mwenyewe ataondoka mwenyewe. Akiona anafanya vituko hivi, ataondoka mwenyewe bila hata kumfanyia vituko, yani bila hata kumfukuza. Fikiri nyumba yenyewe ndio hapo mbele hapo naiona ipo yangeanya kule hapo. Ndio hii wala sijaisahau muda mrefu, lakini sijasahau wala nini. Ngoja sasa nilipake hapa gari langu ile hapa pembeni hapa, alafu kisha niende zangu kwa miguu hapo. Mala yake hapa hata kula njia kupitia gari hapo. Ngoja nipake tu hapa pembeni hapa ili nisipoteze muda, lakini hapa hakuna lolote hapa. Napake tu hapa afu fuata line zangu pale. Lakini bana mambo si yatakuwa vizuri kule. Bana mbona na kama najikatisha tamaa mimi mwenyewe bana. Hebu moyo tulia bana. Mimi mbona
nakuwa kama mjinga jamani nyinyi bana? Mbona nakuwa kama bwege hivi, mambo ya mapenzi ala nitesa vipi bana? Mambo atakuwa vizuri bana. Mbona nakuwa mjinga kweli alafu najitengeza mambo mabaya kweli mimi bana? Mwalabu hebu nitulie mimi bwana. Hebu tulia kwanza mwalabu na moyo wako. Limeshafika sasa. Sasa hapa nitakufanya hapa niache gari hapa. Nitelemke nini zangu moja kwa moja bali nini zangu hapa natembea tu kwa mguu mara moja tufuata. Lazima nyumba ya pili hapo kupita hapo. Nikishafika pale nitagonga wali wao hapo. Unajua tu hapo. Mala amelambia nije mala yake wapo tu. Hakuna shida yoyote bala. Mwendo kweli mwendo kidogo lakini japokuwa so sana, ila nikipata mke bala nitafurahi kweli yani nitampenda nitamdekeza wewe. Yani nitamdekeza kuliko mtu yoyote hapa Bongo. Yani nitampenda kweli. Kwanza kabla ya asubuhi la muulizaje unajua. Na muuliza hivi baby wangu nataka kunywa nini? Akiniambia nataka kunywa supu ile namwambia ile supu ile usinywe ile ndakutengeneza supu nzuri ya maziwa. Unajua supu nzuri ya maziwa ushaikunywaga supu nzuri ya maziwa wewe? Ile maziwa ile inachemshwa vizuri ile inaachwa vizuri ile inafunikwa vizuri ile inaachwa wazi ile maziwa ile. Baadaye inageuka supu ile. Wewe shauri yako kama ujui. Lakini mke wangu mimi nitamdekeza atakuwa libonge wewe atakuwa libonge kweli yani. Karibu sana mgeni, karibu sana. Mimi ndo binti yangu yule ambao unataka kumuoa. Nafikiri wewe ndo Mwarabu, maana Kipala ameniambia ameniambia kwamba atakuja mtu Mwarabu atakuja kuoa na nini, ataka binti yangu. Nikamwambia basi sadaka, jambo la kheri, lakini Kipala ameenda kurekebisha kidogo masuala ya misosi nini, kwa sababu alikuwa anajua kama utakuja. Lakini jisikia uko nyumbani bwana Mwarabu. Karibu sana bwana. Nashukuru sana, asante sana bwana. Asante sana, nashukuru sana. Mimi nimeshakaribia bwana. Nashukuru kweli bwana. Mimi alinipigia simu akaniambia ndio kwamba tayari alishaongea na yule binti yule. Lakini ndio maana mimi nikasema basi bora nije hivi kwa sababu ameniambia kwamba bale yeye mjomba Mwagamaji amekuja hapa ambaye yule baba yake yule binti ambaye nataka kumuoa yeye Mwajuma Migoko. Nikasema basi lije tuelewane kabisa tujue mahali na kuaje na barua nafanyaje. Maana mimi nataka mke kweli yani nataka mke nioe haraka bana, nimechoka kwa bachela ujue nimechoka sana yani nataka mke pale nyumbani pale mambo yangu yaende kabisa, yani limekuwa mpweke kweli kwa muda mrefu sana bana. Ndio shaka hiyo imeisha kabisa hiyo. Basi ngoja mjomba aje hapa alafu tutaongea vizuri tukiwa watatu, hakuna kitu ambacho kinaharibika. Nadhani umeelewa. Ngoja tumsubirie au ngoja nimuite bwana aje faster ili tuongelee habari hii ishe mara moja, ili na mimi mwenyewe kwa sababu sitaki kukaa sana mjini hapa. Nataka niondoke zangu nikafanye mambo yangu. Mjomba Kipala, njoo bwana. Wewe mjomba, njoo bwana tuongelee faster bwana mambo haya. Karibu sana Mwarabu bwana. Karibu sana bwana. Unajua tena hapa bwana. Tuko sisi wenyewe mabachela. Sina hata hiyo shemeji yako nimeachana naye bwana. Si unaelewa bwana vizuri bwana. Maana alinizingua kweli bwana. Maana kila ninachomwambia nielewe, lakini mada sio hiyo. Bwana pole sana kwa safari. Bwana huyo unamuona hapo ndo mjomba. Huyo ndo mjomba Mwagamaji huyo. Kwa hiyo wewe karibu na huyo tutaongelea bwana. Hakuna kitu ambacho kitaharibika hapa bwana. Wewe mke utapata na utaoa. Haraka. Mimi mwenyewe ndo maana nikamwambia mjomba tufanye haraka Mwarabu anataka kumuoa Mwajuma Migoko. Ni kweli kabisa bala, kweli kabisa. Wewe Kipala unanijua kabisa. La mimi nishakwambia mambo yangu. La mimi wewe kila kitu changu nakijua. La mimi liko la jambo langu lolote huwa la kwambia wewe. La ndo maana hata mambo ya kuoa nikakwambia wewe. Leo kalabia kweli una mjomba wako mzuri tu Mwajuma Migoko. Bala ndio hivyo bala. La mimi nataka nioe haraka ili la mimi na mke lipate kupikiwa. Si unajua tena jumbani liko peke yangu bala. Umeelewa bana Kipala bana, fanya hivyo bana haraka bana. Si unajua mambo yenyewe bana, mambo yenyewe yale vizuri bila ya mke pale nyumbani mimi nitapata shida ujue wewe jamani bana Kipala wewe. Basi pia mjomba bana huyu hapa anatuelewa sawa. Hata mimi nataka kujua mahadi ni shilingi ngapi kwanza nataka nijue ili nipate shida bie. Nasikia sasa kuhusu mahali binti yangu mwenyewe Kigoli hajaguswa hata kidogo. Yuko vizuri kweli. Si unajua watoto wa Kizalamu achole kule. Sasa mahali utalipa milioni 20 tu. Yani humo ndo kila kitu nimeweka. Malaki utamaliza kila kitu, umeelewa? Utanipa milioni 20 mahali. Maana haina hata haja barua, sawa bwana? Wewe nipe milioni 20 tu, yule unamchukua hata sasa hivi.
nipe tu, haina shida. Yani ni kashi ninja, alastaki nusu ni kashi. Walai, mbona walipa pakati mgumu weye? Wala lazima mahali kubwa kama hivyo, ili kama unanikomoa vile. Yani milioni 20 ni moyo ya mtoto wako kweli jamani, mahali milioni 20. Milioni 20 tunajenga nyumba kubwa tu na mimi nikawapangaje pale napata hela nipate mesosi. Mimi bwana milioni 20 sina bwana. Mimi milioni 20 sina. Yani hamna tu hapo, mimi nitakupa 200,000.